Mafunzo ya JWTZ si lele mama. Ni mafunzo ya kinidhamu, nguvu, akili na moyo. Lakini leo nitakuambia siri ambayo itakusaidia kufuzu mafunzo bila kukata tamaa. Siri ya kufuzu mafunzo bila kukata tamaa. Moja, jitayarishe kisaikolojia kabla ya mafunzo. Maandalizi ya kweli ya JWTZ huanza kichwani. Jiaminishe, kumbuka maumivu ni ya muda, lakini kufuzu ni heshima ya maisha yote. 2, sikiliza maelekezo na fuata kanuni. Jeshi linaheshimu nidhamu kuliko kitu kingine chochote. Kujifunza kusikiliza na kutii huweka msingi wa kufanikiwa mafunzo. 3, usilinganishe maumivu yako na wengine. Kila askari anapitia maumivu kwa kiwango chake. Siri ni kuvumilia siku moja zaidi na kisha nyingine hadi mwisho. 4, tengeneza kikundi cha kukuinua. Kuwa karibu na wenzako wenye maadili, wanaokutia moyo na si wanaolalamika tu. Jeshi ni ushirikiano, sio mashindano. 5, jikumbushe kwa nini ulianza. Ulipokuja ulikuwa na ndoto. Kumbuka ndoto hiyo kila asubuhi unapoamka na kila jioni unapolala. Hii ndiyo itakuvusha kwenye mitihani migumu ya kimwili na kiakili. 6, omba Mungu na kuwa na imani. Nguvu ya ndani ni muhimu, lakini baraka za juu nazo zina nafasi yake. Jeshi linahitaji watu wenye moyo wa kiaskari na roho ya kuvumilia. Hakuna kinachozidi nguvu ya mtu mwenye lengo. Uvumilivu ni silaha na nidhamu ni ushindi. Kama wengine waliweza, hata wewe unaweza kufuzu JWTZ bila kukata tamaa. Subscribe Jack Media TZ kwa video nyingine nyingi kama hii zinazokupa nguvu, maarifa na mwongozo wa kweli wa mafanikio ya kijeshi.